Sawa bwana, lile sekeseke la mchezo wa NBC namba 184 bado linaendelea kati ya Young Africans dhidi ya Simba, mchezo ambao ulipangwa kupigwa. Ilikuwa ni tarehe 8 March kama sikosei, na mchezo ule ukatokea tafrani fulani hivi, kuna vitu vingi vimetokea na mchezo wa kupigwa, na mwisho wa siku Young Africans wenyewe wakaenda zao CAS kwa ajili ya kwenda kudai haki yao na vitu kama hivyo. Sasa leo klabu ya Young Africans wamethibitisha kupokea maelekezo kutoka CAS kwamba wamejibiwa katika barua ambayo wao waliwaandikia CAS kwa ajili ya tukio lile ambalo lilitokea Machi 8 mpaka mchezo kugairishwa kutokuchezwa. Sasa kwenye barua yao bwana, wenyewe ambao leo wamepost kwenye peji yao rasmi kabisa Young Africans pale Instagram, wamesema kwamba CAS wamewataka warudi na kuanza na mamlaka za ndani za mpira. Yaani maana yake waanzie TFF, bodi ya ligi na mamlaka nyingine zote ambazo zinasimamia mpira wa nchi ya Tanzania. Lakini kwenye kuweka msisitizo, wakaendelea kuweka msimamo wao ule ule kwamba wao hawapo tayari kucheza tena dabi, kwa sababu dabi litakiwa chezwe kwenye tarehe ambayo Simba hawakutokea uwanjani na bodi ya ligi wakairisha mchezo ule. Niko na mratibu wa matawi ya Young Africans Dodoma, Elisha Gwando, niko naye hapa. Bwana mzee wangu, kwanza pole na majukumu. Nashukuru mama. Pita kwenye page nikaona haraka taarifa kwa umma. Hilo lilikuwa dhahiri kwa sababu toka mwanzo nadhani wazee mliwasikia nchi nzima wamezungumzia. Ilikuwa ni dhahiri kwamba ni msimamo wa klabu, lakini pia ni msimamo wa wanachama wote wa Yanga nchini. Kwa hiyo hili jambo lililotokea hapa ni kuendelea kudhibitisha na kupigilia msumari katika lile kusudi ambalo tumedhamiria. Kama barua inavyozungumza, maelekezo yametoka CAS kwamba turudi tutumie taasisi za hapa ndani, lakini nadhani barua imejieleza dhahiri kwamba kutokana na dhuruma, uonevu na kila aina ya kutendewa haki katika soka la hapa nchini, ni kwamba bado hatutakubaliana na mchezo wa namba 184 kwamba kuchezwa. Kwa hiyo kama sisi msimamo wetu bado uko pale pale, na tuko tayari kwa hatua yoyote na kwa lolote kuhusu mchezo, kwamba sisi hatutacheza tena mchezo wa namba 184. Hilo ndo dhamira kuu, na nadhani tu walichokifanya klabu baada ya ile barua kurudishwa na kuwa na kimya, kukaleta maswali mengi kwa wananchi, lakini leo wamerudi na kudhibitisha kwamba msimamo wetu bado haujayumba, uko pale pale. Ukipitia ama mtu yote akipitia ule waraka ambao ni taarifa kwa umma ambao mmetoa kwenye peji yenu, yani CAS maelekezo waliotoa ni kwamba nyinyi lazima muanze kwenye mamlaka zinazosimamia mpira wa Tanzania, TFF, bodi ya ligi. Lakini nyinyi kwenye barua yenu, kwenye ule waraka ambao mmetoa taarifa kwa umma, mmesema pia hamko tayari kuanzia huko kwa sababu hamuamini na hamna imani na bodi ya ligi, hamna imani na TFF na mamlaka nyingine za mpira. Sasa swali langu ni moja tu, kwamba kama hamna imani nao, manake hatua ambayo mtaichukua nyinyi sasa ni ipi? Mtakwenda kushtaki wapi? Kwa sababu CAS ndio wamewaamuru mwanzie pale, na nyinyi mmesema hamko tayari kwenda kuanzia pale. Hii imekaje? Nadhani kila kitu kiko wazi. Unajua mpira ni mchezo wa wazi. Na kwa sababu kama ni mchezo wa wazi, sheria na taratibu zinajulikana. Kama shirikisho ambalo linatakiwa kusimamia kanuni na taratibu inazisiga hizo kanuni na taratibu, alafu unatakiwa tena uende ukadai kanuni taratibu na ukadai haki yako kule, ni uongo. Ni uongo. Huwezi pata haki kwa mtindo huo. Kwa hiyo nadhani barua imejieleza na imekamilisha kila kitu kabisa, kwamba dhahiri ni kwamba tuko tayari kwa namna yoyote, lakini huo mchezo wa namba 184 sisi hatutocheza. Kwa hiyo hiyo ndio msimamo wetu. Kwa hiyo kwa hatua yoyote watakaochukua, maamuzi yoyote, sisi tutakuwa msimamo, tuko tayari kwa lolote. Kwa maana nyingine, tunachokitaka sisi ni haki, kwamba waliosiga hizo kanuni na taratibu zilizosigwa na kutoka nje ya utaratibu warudi na walete hiyo haki inayotakiwa. Basi hapo ndio tutakuwa dhahiri kujua kwamba tunaenda nao sawa. Lakini kinyume na hapo, nadhani kila kitu wewe unaona viashiria vya uonevu, kanuni zinakanyagwa, utaratibu mzima unakuwa wa ovyo. Hatuwezi kwenda kwa staili hiyo. Sisi tunataka maendeleo ya mpira hapa nchini. Hatuwezi tukaenda kwa staili hiyo, kwamba tukikubaliana kwenda na hivyo ni kwamba shirikisho litakuwa linachagua tu bingwa wake, kwamba tunataka msimu huu bingwa awe fulani. Litakuwa kwa sababu wenyewe ndio wanachoamua. Sasa sisi hatuko tayari kwenda na mfumo huo.
mpira uchezwe, bingwa apatikane kwa haki, tuko radhi ya juu ya hilo, lakini tofauti na hapo tutaweza kufanya chochote na hatuwezi kuendelea na huo mchezo. Mimi na maswali mawili. Mfano inatokea, tuseme itatokea, mfano inatokea mnakoenda labda kuendelea kuitafuta haki, mnaikosa, ni hatua gani ambayo nyewe mtaifuata? Kwa sababu mwisho wa siku kanuni zitakuja zitawaadhibu. Kwa maana hiyo, kama ikitokea mnakoenda mnakopambania haki ikawa tofauti, mkaonekana nyewe mna makosa, labda TFF wakaenda wakajitetea wanavyojua wao, wakaonekana wako sawa, nyinyi mkaonekana na makosa, hamuoni kama mtakuwa mmeikosti klabu yenu kwa kiasi kikubwa sana? Ni swali zuri. Kama umezungumzia kwamba ikienda tukapokwa na tukapelekwa huko, cha msingi tu tunarudi pale pale. Hizi sheria hazijaanza kusiginwa sisi zitakapoanza kutumika kwetu. Kwa hiyo waanzie pale walipoangukia wenyewe. Yaani pale walipoziacha kanuni na kufata hekima zao wanazozijua wao, ndo waanzie pale, ndo waje kutuhukumu sisi. Huo ndo utaratibu. Tofauti na hapo mzee, hapa hamna kinachoeleweka mzee. Lakini hamna kinachoeleweka. Watu bado wanasema kwamba ligi yetu tumezoea kwamba inaendeshwa kwa busara, na busara hizo nyewe pia zilishawahi kuwaokoa kwenye baadhi ya vitu. Kuna mmoja nilikuwa napiga naye story kabla ya kukupigia simu kuja kukutana na wewe. Tukawa tunakumbushana 2016 Kagera Sugar sijui nani walichezesha mchezaji ana kadi 3 za njano, Faki kama sikosei. Mwisho wa siku Simba nao wakasema wanaenda kudai ubingwa wao FIFA kwa sababu walistahili kupata point 3, lakini ikawa tofauti kabisa, na mchezaji alitoa shahidi kwamba kweli alikuwa na kadi 3, lakini mambo yakaendelea kama kawaida, busara zikatumika. Busara hizo ambazo nyie leo ndo mnazikataa, mwisho wa siku narudi pale pale, hamuoni kama kuna namna ambayo mnaweza mkaja mkaikosti club? Mimi nikwambie kitu ndugu yangu, tunapotengeneza kanuni na kanuni zinapitishwa kwenye vilabu zote, alafu zinapitishwa kwa maana ya utekelezaji baada ya kukubalika, ni kwamba hapo hatujazungumzia kuna kipengele cha mwisho kinachozungumzia habari za nini? Za busara. Hazipo. Kwa hiyo kwenye sheria, kanuni na taratibu hamna kipengele chochote kinachosema busara. Hata mtu anaposhtakiwa labda kwa kosa la wizi, anapopelekwa mahakamani, kile kumbe anatakiwa afuate sheria tu na kanuni tu, kila kitu. Yaani hivi vitu vipo kwa ajili ya kufuata, lakini tukisema leo tukubaliane kwa sababu ya hekima na busara za watu, ni kwamba tukubaliane kwamba kuna watu watashushwa daraja kwa sababu ya hizo hekima zao. Umeona, kuna watu wataumizwa kwa sababu ya hizo hekima. Lakini je, tukifuata taratibu, kuna watu, kila mtu atapata haki yake. Anayeshuka daraja atashuka kwa sababu ana haki na taratibu zimefuatwa, anashuka naye anaridhia kwamba hizi kweli na mimi nilikuwa mmoja wapo wa kuzipitisha. Lakini leo uwezo ukaniambia kwamba unailisha mchezo kinyume cha taratibu na kanuni, alafu uniambie kwamba mimi kwangu ndo zije kutumia busara. Hapana, tumia wewe busara. Tumia busara, rudi kwenye kanuni, tucheze huo mchezo, mwenye haki apewe haki yake. Na ndio maana sisi swala letu la msingi ni kwamba mchezo 184 sisi hatutaucheza kwa sababu kwetu sisi tushamaliza. Na mnachokitaka nyinyi ni alama zenu 3. Haki tu, haki. Wenyewe waliosigina waangalie namna ya kanuni wazifate pale, tupewe haki yetu basi. Kama haki yetu waliona kwamba sisi haki yetu ni kupokwa hizo pointi 3 sijui na nini, basi watufanyie sisi kupitia huo mchezo namba 184. Lakini kama tofauti na hivyo na hapo ndo nilikuwa nataka niuze, ikitokea labda mchezo ukapangiwa tarehe, Simba wakapeleka timu mchezo gani sasa namba 184 ukapangiwa tarehe, Simba wakapeleka timu, lakini pia bodi ya ligi ikapanga waamuzi, yani taratibu za mchezo zikafuatwa, nyinyi mkapokonywa alama 3. Uone kama vita itazidi Mimi nadhani narudi kwenye official barua ambayo imetoka au taarifa iliyotoka ya club. Wewe ni shahidi, tumekuwa wote toka sekeseke hili limeanza. Tumefanya press Dodoma, lakini baadaye kaenea mikoa yote kwa maana ya wazee. Lakini kilichokuwa kinakaziwa sana, kuna maneno mengi yanatokea, lakini kilichokuwa kinakaziwa sana ni mchezo namba 184 kwamba umeshapita. Sisi dabi kama sio namba 184 tutacheza, ila ikiwa hiyo, lakini namba 184 kamwe hatutacheza. Na ndio hii barua iliyotoka leo inasisitiza hilo. Mko tayari mkutane nao finali? Tutafika CRDB na Federation, tutacheza nao. Lakini msimu ujao kwenye ligi tutakutana nao, tutacheza nao, lakini sio mchezo namba 184. Huo kwetu sisi tulishamaliza.
Wana mchezo namba 184 kwa Young Africans wao wameshautoa kwenye ratiba, na leo kupitia ukurasa wao Instagram wameendelea kusisitiza kwamba huo mchezo kwao haupo tena na hawawezi kucheza mchezo namba 184 kwenye ligi ya NBC kwa msimu wa 24-25. Mimi nimemtafuta mratibu wa matawi wa Dodoma wa Young Africans Elisha Gwando, nilikuwa nazungumza naye pia kuendelea kukazia kwenye barua ambayo Young Africans wenyewe wameitoa leo kupitia ukurasa wao rasmi kabisa, na kuambia wananchi na wapenda soka pia kwamba huo mchezo wao haupo na hawapo tayari pia kuanza moja kwenye mamlaka za soka za Tanzania kwa sababu hawana imani na hizo mamlaka ambazo zinasimamia mchezo huo. Maoni yako pia ni muhimu wewe kama mtazamaji wa Digital, unaweza ukacomment ukatuambia chochote kile ambacho unatamani kutuambia kupitia mazungumzo ambayo umeyasikia kutoka kwa Elisha Gwando ambaye ni mratibu wa matawi wa Young Africans Dodoma. Nini?